Na tulianza katika sehemu ya kwanza ya somo letu kujifunza vitu ambavyo vinachochea moto wa maombi katika maisha ya Kristo, katika maisha ya muumini. Na tuliangalia vitu kadhaa, lakini tukaenda katika sehemu ya kwanza somo letu tukaangalia vitu ambavyo vinaweza vikazima moto wa maombi katika maisha ya muumini. Tukaangalia vitu kadhaa ambavyo vinaweza vikazima moto wa muumini. Na katika sehemu ya kwanza somo letu tuliangalia kwamba moto wa Mungu au moto wa maombi katika maisha ya Mkristo unaweza ukazimwa. Moto wa maombi au moto wa Roho Mtakatifu katika maisha ya muumini au katika maisha ya Mkristo unaweza ukazimwa kwa namna moja ama namna nyingine. Na katika somo letu tunataka tutambue zaidi ni kitu gani ambacho kinaweza kikachochea moto wa Mungu au moto wa maombi ukaendelea kuwaka kwenye maisha yetu. Lakini nikasema kabla tujafika huko mbele kuangalia ni vitu gani ambavyo vya kufanya ambavyo vitaweza kufanya moto wa Mungu au moto wa maombi uendelee kuwaka ndani yetu. Nikasema lazima tuangalie vitu ambavyo vinaweza vikasababisha moto huo wa maombi uzime. Kwa sababu kama tukijifunza vitu ambavyo vinaweza kusababisha moto wa maombi uendelee kuwaka ndani yako, na tusipojifunza vitu ambavyo vinaweza vikasababisha moto huo ukazima ndani yako, utarudi kuishi maisha yale yale. Nikupe mfano mzuri. Ni sawasawa na mgonjwa anaumwa kipindupindu, akaja hospitalini. Na alipokuja hospitalini akanikuta mimi daktari. Na tukamcheki huyu mgonjwa tukagundua kwamba huyu mgonjwa ana kipindupindu. Na tukachukua antibiotiki tukampatia huyu mgonjwa na akapona. Tukamruhusu arudi nyumbani. Nina uhakika 100% baada ya siku kadhaa huyu mgonjwa atarudi hospitalini akiumwa ugonjwa ule ule. Si kwa sababu hatukumtibu, la hasha. Ni kwa sababu hatukumuelekeza namna gani ya kuishi ili asiweze kupata ugonjwa huo tena. Kwa issue sio kuchochea tu moto wa maombi ndani yako, la hasha. Issue ni namna gani ya kuishi ili uweze ukatunza huo moto wa maombi ambao Mungu ameuwasha ndani yako siku unampokea Bwana Yesu. Na katika sehemu yetu ya kwanza ya somo letu tukaangalia kitu cha kwanza ambacho kinaweza kikazima au kikapoza moto wa maombi ndani yako. Tukasema ni dhambi isiyotubiwa. Ni dhambi isiyotubiwa au kuendelea kuishi katika uovu. Hiyo ni sababu ya kwanza tuliangalia. Sababu ya pili ambayo tuliangalia katika sehemu yetu ya kwanza, tukaangalia jambo la pili na tukasema ni kutokumtii Roho Mtakatifu au kutokutii neno la Mungu kwenye maisha yako. Na tukaangalia vitu kadhaa hapo. Na muda wetu kwa umeisha. Sasa leo tutaendelea pale tulipoishia sasa siku ya Jumatano katika sehemu ya kwanza ya somo letu. Kwa leo tutaangalia jambo la tatu ambalo linaweza kusababisha moto wa maombi ukazima ndani yako. Na katika sehemu ya kwanza ya somo letu nilijaribu kugusia hili jambo la tatu. Nilijaribu kugusia kidogo, lakini leo tutaenda kwa undani zaidi. Na tutaangalia sehemu nyingine kwa kadri Roho Mtakatifu atakavyokuwa anatusaidia. Jambo la tatu linaweza kuwa sababu ya moto wa maombi kuzimwa ndani yako au moto wa Mungu kuzimwa ndani yako ni maneno ya watu. Jambo la tatu ambalo linaweza kuwa sababu ya kuzima moto wa maombi ndani yako au moto wa Mungu ndani yako ni maneno ya watu. Maneno ya watu yanaweza kukupeleka mbele katika maisha yako ya maombi au yakakurudisha nyuma katika maisha yako ya maombi. Ukisoma kwenye Biblia yako utaona hivi vitu kadhaa namna ambavyo adui alikuwa akitumia maneno ya watu kuwazuia watu wasiombe. Ukisoma kwenye Biblia yako utaweza kuona namna ambavyo shetani alikuwa anatumia maneno ya watu kuzuia huduma za watu zisiende mbele. Unaweza kuona kwenye Biblia yako namna ambavyo shetani alikuwa akipambana na maisha ya rohoni ya watu kupitia maneno.
Kwa hiyo kuonyesha katika kitabu cha Marko sura ya 10. Kitabu cha Marko sura ya 10 na mstari wa 46 mpaka 52. Kitabu cha Marko sura ya 10 mstari wa 46 mpaka 52. Nitasoma taratibu na tutaenda taratibu ili somo letu likapate kueleweka. Tusije tukamwacha mtu hata mmoja. Neno la Bwana linasema katika kitabu cha Marko sura ya 10 mstari wa 46. Biblia inasema hivi: wakafika Yeriko. Hata alipokuwa akishika njia kutoka Yeriko pamoja na wanafunzi wake na mkutano mkubwa, mwana wa Batimayo, yule muombaji kipofu, alikuwa ameketi kando ya njia. Mstari wa 47. Naye aliposikia ya kwamba Yesu Mnazareti anapita, alianza kupaza sauti yake na kusema, mwana wa Daudi, Yesu unirehemu. Tazama sasa hapa tunamwona huyu Batimayo kipofu alisikia habari za Yesu. Na aliposikia habari za Yesu, akaenda kwa huyu Yesu na akawa anapaza sauti yake akiita, mwana wa Daudi Yesu, mwana wa Daudi Yesu unirehemu. Maana yake haya ni maombi, alikuwa anaomba maombi ya rehema. Na akipaza sauti yake akiendelea kuomba, mwana wa Daudi unirehemu, mwana wa Daudi unirehemu, mwana wa Daudi unirehemu, mwana wa Daudi unirehemu. Lakini shetani hakukaa kimya. Kitu gani kilitokea? Tazama sasa kilichotokea. Kipindi Batimayo kipofu akiendelea kusema, mwana wa Daudi Yesu unirehemu, mstari 48, wengi wakamkemea ili anyamaze, lakini alizidi kupaza sauti, mwana wa Daudi unirehemu, mwana wa Daudi unirehemu, mwana wa Daudi unirehemu. Kwa shetani hakukaa kimya, akatuma watu waende kumnyamazisha. Acha kuomba, nyamaza kimya, nyamaza kimya, nyamaza kimya. Na Biblia inasema kwamba walipokuwa wakimnyamazisha Batimayo kipofu, Batimayo akaongeza sauti kubwa, akapaza sauti yake zaidi akisema, mwana wa Daudi unirehemu, mwana wa Daudi unirehemu, mwana wa Daudi unirehemu. Kama jinsi Batimayo kipofu alivyoletewa mtu amnyamazishe aache kuomba, ndivyo ambavyo kila Mkristo anakutana na changamoto hii anapokuwa kwenye maombi. Siweza kuelewa hicho kitu. Hii inatokea hata uko chumbani kwako, umejifungia ndani, uko na simu yako pembeni, umeiacha hapo, umesahau kuizima. Unapoanza kupiga magoti uanze kuomba, na ghafla unasikia mtu ametumwa na shetani anakupigia simu. Uache kuomba, uende kumsikilize. Maana yake wewe kipindi unasema, mwana wa Daudi unirehemu, mwana wa Daudi unirehemu, mwingine anakuambia nyamaza kimya, acha kuomba, acha kuomba, acha kuomba. Kipindi dunia inapokunyamazisha usiombe, nyamaza, acha kuomba, acha kuomba. Fanya kama Batimayo kipofu, paza sauti yako zaidi, mwana wa Daudi unirehemu, mwana wa Daudi unirehemu. Tunajifunza nini kupitia Batimayo kipofu? Tunajifunza jambo hili: Mkristo unapokuwa kwenye maombi, you should have a focus. Lazima uwe na malengo, uwe na focus. Umefocus kwa Yesu peke yake, na umeamua hakuna chochote kitakachokutoa kwenye mstari huo. Haijalishi ni nani atakayekuja kukunyamazisha, haijalishi ni kitu gani kitakachopiga kelele unyamaze, wewe uwe na focus kwenye maisha yako ya maombi. Sio naweza kuelewa hicho kitu. Ili uwe muombaji mzuri kwenye maisha yako, lazima uwe na focus. Lazima uwe na nidhamu, uwe na discipline kwenye maisha yako ya maombi. Pasipokuwa na discipline kwenye maisha yako ya maombi, huwezi ukatoboa. Lakini tazama Batimayo kipofu, kwa nini alipata matokeo ya maombi yake alipokuwa akiomba? Kwa sababu alikuwa na focus. Focus yake haikuwa ni watu, focus yake ilikuwa ni Yesu peke yake. Focus yake haikuwa ni kelele ambazo walizokuwa wanamwambia nyamaza, nyamaza, nyamaza. Focus yake ilikuwa ni Yesu. Tunajifunza nini tunapokuwa tunaomba tuko magotini? Focus yetu sio watu, focus yetu ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Kwa hiyo tuendelee kuona nini kilitokea. Wa mstari wa 47. Na aliposikia ya kwamba Yesu Mnazareti anapita, alianza kupata sauti yake na kusema, mwana wa Daudi Yesu nirehemu. Na wengi wakamkemea ili anyamaze. Tazama mstari wa 48. Na wengi wakamkemea ili anyamaze. Lengo la wale watu waliokuwa wanamkemea, walikuwa wanamkemea ili anyamaze, aache kuomba. Maneno ya watu yanapokuwa yanasemwa juu ya maisha yako ya maombi, wanasema kwa ajili ya lengo moja, ili unyamaze tu, unyamaze, unyamaze, unyamaze. Ndio maana wakati mwingine, tazama, hata tunapokuwa tunakemea pepo, wakati mwingine
pepo zinatuambia nyamaza kimya, nyamaza kimya, nyamaza kimya. Na sasa tuambia tunaona kwa macho na tunasikia kwa macho haya ya nyama, tunaona kwa macho ya nyama na tunasikia kwa masikio ya nyama. Pepo anasema nyamaza kimya, funga kinywa chako. Na ndicho kinachotokea tunapokuwa magotini tunaomba chumbani kwetu au sehemu yote tunapokuwa hapo. Lazima utasikia tu sauti zinakwambia nyamaza kimya. Una mambo mengi ya kufanya, nyamaza kimya, nyamaza kimya. Una mambo mengi ya kufanya. Watoto wako wanakusubiri, nyamaza kimya. Shamba linakusubiri, nyamaza kimya. Biashara yako inakusubiri, nyamaza kimya, nyamaza kimya, nyamaza kimya. Hizo kelele zote ambazo unakuwa unazisikia unapokuwa kwenye maombi zinakuja kwa lengo moja, ili ukanyamaza kimya, uache kuomba. Ndio maana sisi kama waombaji lazima tuwe na focus. Lazima tuwe na focus. Lazima tuwe na focus. Hatutaacha kuomba. Hata kitu gani kitatokea, hatutaacha kuomba. Sio naweza kuelewa hicho kitu. Ukiwa ni muombaji mzuri na unapenda kujichunguza, chunguza hata unaposema tu kwamba ngoja niende ndani nikaombe. Unaposema tu ngoja niende ndani nikaombe, unashangaa tu mwili unanyongonyea ghafla. Na ujue uchovu umetoka wapi? Kwa nini? Kwa sababu maombi ni vita. Maombi ni vita. Maana yake unapotangaza ngoja niende ndani nikaombe, maana yake umetangaza vita. Maana yake ngoja naenda vitani. Na unapotangaza tu kabla hujaomba, unaposema ngoja niende ndani kuomba, hapo hapo vita inaanza. Ndio maana unasikia mwili unanyongonyea. Unaposema ngoja niende ndani kuomba, ghafla unashangaa usingizi unakuja ghafla ambao usingizi hauko hapo. Unaposema ngoja niende ndani nikaombe, na ghafla unasikia uvivu ambao hujawahi kuona. Unaposema ngoja niende ndani nikaombe, unashangaa tu mihayo, unaanza kupiga mihayo na hujui imetokea wapi. Maana yake umeamua kwenda vitani. Kwa kuna njia nyingi ambazo adui atatumia kuzima huo moto wa maombi ndani yako. Kuna njia nyingi ambazo atatumia kuzima ili uache kuomba. Atakwambia nyamaza, nyamaza kimya, nyamaza kimya, nyamaza kimya, nyamaza kimya. Kwa hiyo tuendelee hapa kusoma katika kitabu cha Marko, hiyo sura ya 10. Tuendelee kusoma hiyo kitabu cha Marko sura ya 10 mstari wa 48. Na wengi wakamkemea ili anyamaze, lakini alizidi kupaza sauti, Mwana wa Daudi unirehemu. Mstari wa 49. Yesu akasimama akasema, mwiteni. Wakamuita yule kipofu, wakamwambia, jipe moyo, inuka, anakuita. Akatupa vazi lake akaruka, akamwendea Yesu. Yesu akamjibu akamwambia, wataka nikufanyie nini? Yule kipofu akamwambia, mwalimu wangu, nataka nipate kuona. Yesu akamwambia, nenda zako, imani yako imekuponya. Mara akapata kuona, akamfuata njiani. Kwa maana yake tunapoamua kuomba, kupiga magoti kuomba, kinachotufanya tupige magoti kuomba ni nini? Ni imani yetu juu ya Kristo. Ndio maana Yesu akamwambia, imani yako imekuponya. Maana yake imani yako imekuponya, maana yake nini? Maana yake ulishinda changamoto ya zile roho na zile sauti zilizokuwa zinakwambia nyamaza. Na kwa sababu hiyo ulishinda zile sauti zote zilizokuwa zinakwambia nyamaza, nyamaza, nyamaza. Matokeo yake ni haya, unataka nikutendee nini? Unataka nikutendee nini? Tazama, ngoja nikwambie jambo hili utaelewa. Unapopiga magoti kuomba au unapoamua kuomba, huwa kuna hatua katika ulimwengu wa roho. Tunapoanza kuomba, hatuendi moja kwa moja katika ulimwengu wa roho. Tunapoanza kuomba, tunaanza katika ulimwengu wa mwili. Ndio maana tunajisikia uchovu, tunajisikia uvivu, tunajisikia njaa, tunasikia usingizi na kadhalika. Maana ni mwili unalalamika, tupo mwilini bado. Lakini unapoendelea mbele kuomba, unapoanza kuomba na kuendelea kuomba dakika 10, 15, unaanza kusikia zile kelele zilizokuwa zinapiga kelele, vile vitu vilivyokuwa vinapiga kelele vinaendelea kunyamaza na kunyamaza na kunyamaza na kunyamaza. Na unapoendelea mbele, sala kwanza, sala pili, sala tatu, vile vitu vinanyamaza na kunyamaza, vinafika hatua vinanyamaza kabisa na usikii vikiongea tena. Hapo umeingia katika ulimwengu wa roho. Na zile sauti zilizokuwa unazisikia chini katika ulimwengu wa mwili huzisikii tena. Ni sasa na jinsi ndege inavyoanza kupaa. Inapokuwa chini inapata pressure kubwa irudi chini. Kuna kitu kinaitwa gravitational force, nguvu ya mvutano inakuwa inaivuta ile ndege irudi chini. Inaivuta irudi chini.
Kwa hiyo ndege inakuwa inashindana na ile nguvu ya uvutano ambayo inakuwa inaivuta hii ndege rudi chini. Na ndege inapambana ivuke hiyo nguvu ya mvutano, iende kakae juu kabisa ambao pressure na kila kitu ni ndogo, iweze kupaa kwa namna inavyotaka yenyewe. Na tunapokuwa kwenye maombi ni hivyo hivyo. Tunapoingia magotini kuanza kuomba, kuna nguvu zinakuwa zinatuvuta tukae mwilini, zinatuvuta tukae mwilini, tusikae rohoni. Inakuwa ni mvutano kati ya mwili na roho. Ndio maana Yesu anasema, na mnapotaka kuomba hivi vitu viwili vinapingana. Roho hii radhi lakini mwili ni dhaifu. Maana yake kati ya mwili na roho vinapingana na wala hamwezi kufanya vile mnavyotaka. Kwa maana yake vinakuwa ni vita kati ya roho yako na mwili wako. Na unapojipa muda na kuendelea kufocus kwenye maombi na kufocus kwa Yesu, ndivyo kelele za mwili zinavyozidi kunyamaza, zinanyamaza. Na unashangaa ule uchovu unapotea, na sauti yako inazidi kuongezeka, na imani yako juu ya maombi inazidi kuongezeka. Kama ulianza huko chini, sauti yako ilikuwa chini, unapoendelea kuomba unashangaa sauti yako inaongezeka. Na unashangaa unapaza sauti, Yesu ni rehemu, Yesu ni rehemu. Lakini kipindi unaanza ulikuwa unasema Yesu. Na ndivyo tunavyoanzaga kwenye maombi, kwa sababu mwili unakuwa umechoka, mwili unalalamika kalale. Tunaanza tu taratibu, Yesu nikumbuke, Yesu ni rehemu. Unachotakiwa ni kuendelea tu, kuwa na focus, kuendelea tu. Na unapokuwa unaendelea, nini kinatokea? Utaanza kuona sauti yako inaanza kuongezeka. Maana ni vile vita ambavyo vilivyokuwa vinakupinga mwanzoni, kipindi unaanza vinanyamaza kimya, na mwishoni una accelerate katika ulimwengu wa roho. Sio naweza kuelewa hicho kitu. Ngoja nikufundisha kitu kingine hapa. Namna ya kushinda hiki kitu. Usipende kuomba sana ukiwa umechoka. Unapotaka kuomba, tafuta muda mzuri ambao una nguvu za mwili. Nilikuwa najiuliza swali moja. Kwa nini Yesu alikuwa anapenda kuamka alfajiri mapema kuomba? Na nikagundua kwamba Yesu alikuwa anapenda kuamka alfajiri na mapema kuomba kwa sababu kuu moja, kwa sababu mwili unakuwa fresh. Maana yake akili iko sawa, nguvu za mwili ziko sawa, na kila kitu kiko sawa. Kwa nguvu zake za kwanza hakupa biashara au huduma yake. Nguvu zake za kwanza na akili yake ya kwanza ikiwa fresh, alimpa baba yake. Kwa nikwambie hichi kitu, unapokuwa umeomba umechoka sana, ni rahisi mno kukosea. Ndio maana wakati mwingine unaweza kuwa unaomba, umepiga magoti, umetoka kwenye mihangaiko yako usiku unaomba, uko unasema, Yesu niko mbele zako, mimi ni mtoto wako, ninaomba unisamehe dhambi zangu, futa jina langu kwenye kitabu cha uzima. Tazama hicho kitu. Badala Yesu futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, unamwambia Yesu futa jina langu kwenye kitabu cha uzima. Sio kuelewa hicho kitu. Kuna mtu mmoja alikuwa ananisimulia mahali fulani, kipindi anaomba usiku, anaomba amechoka, anasinzia, anaendelea kuomba, anasinzia, anajitahidi kuomba, na ghafla akamwambia Yesu, ushindwe, toka Yesu. Kwa nini? Kwa sababu mwili wake umechoka. Maana yake ni nini? Tujifunze kuomba tukiwa fresh, miili yetu ikiwa na nguvu. Sio naweza kuelewa hicho kitu. Kwa hiyo tuendelee. Nikuonyeshe mfano mwingine wa pili, namna ambavyo maneno yanavyoweza kuua moto wa maombi kwenye maisha yako. Kwa hiyo tuendelee, tuangalie kitabu cha Mathayo 15. Kitabu cha Mathayo 15 na mstari wa 21. Kitabu cha Mathayo 15 mstari wa 21. Neno la Bwana linasemaje? Kitabu cha Mathayo 15 mstari wa 21. Tutasoma mpaka mstari wa 28. Tumwangalie huyu ni mama alikutana na changamoto katika maisha yake ya maombi alipokuwa anaomba. Mathayo 15 mstari wa 21. Yesu akaondoka huko, akaenda kando pande za Tiro na Sidoni. Na tazama, mwanamke Mkananayo wa mipaka akatokea, akampazia sauti akisema, tazama huyu mama ametokea. Na akaanza kumpazia sauti Bwana Yesu, akiomba kama jinsi Batimayo kipofu alivyoomba. Akaomba maombi ya rehema, akaomba rehema akisema, unirehemu Bwana, mwana wa Daudi. Tazama, aliomba kama Batimayo kipofu alivyokuwa akiomba. Maombi ya rehema yana nguvu. Kwa hiyo mama anahitaji Bwana Yesu amtokee, na anaomba rehema sasa. Unirehemu Bwana, mwana wa Daudi.
binti yangu amepagawa sana na pepo. Mstari wa 23, Mathayo 15:23. Wala yeye hakumjibu neno. Tazama hicho kitu. Huyu mama alipokuwa akiomba, Yesu alinyamaza kimya tu. Hakujibu chochote. Na hii ndio inatokea hata kwenye wakati wetu wa maombi. Kuna wakati ambao unaomba na Bwana Yesu unaona kama amenyamaza kimya. Unaona kama Mungu amenyamaza kimya. Unajitahidi kuomba na jinsi unavyojitahidi kuomba, unaona kama mbingu imenyamaza kimya. Unaona kama mbingu imenyamaza kimya. Ndicho kilichotokea kwa huyu mama. Na huyu mama kuacha kuomba, focus yake ilikuwa kwa Yesu tu. Tazama hiki kitu. Pamoja na Yesu kunyamaza kuomba, pamoja na Yesu kunyamaza kutokujibu maombi ya mama huyu, mama aliendelea mbele. Mstari wa 23. Wala yeye hakumjibu neno. Wanafunzi wake wakamwendea, wakamuomba wakisema, muache aende zake, kwa maana apiga kelele nyuma yetu. Tazama, kuna vitu viwili vitokea katika mstari huu. Moja, tunaona huyu mama alipokuwa akiomba, mbingu ilinyamaza kimya, Yesu alinyamaza kimya. Tazama hicho kitu. Jambo la kwanza linalotokea katika mstari huu, huyu mama alipokuwa akiendelea kuomba, mbingu ilinyamaza kimya, Yesu alinyamaza kimya kabisa. Na aliponyamaza kimya, wanadamu wakapata maneno ya kuongea. Unaweza kuelewa hicho kitu? Na hii ndio inatokea kwa Wakristo wengi. Tunapoenda kwa Bwana Yesu kuomba, na tunapokuta mbingu imenyamaza kimya, Yesu amenyamaza kimya, tumeomba na kuomba na kuomba na hatujapata majibu ya maombi yetu. Tunapoona mbingu imenyamaza kimya, kuna watu wanatokea kuongea na kutukatisha tamaa juu ya Mungu wetu. Hiyo lazima itokee kwa muombaji yoyote. Unapokuwa unaomba na ikatokea mbingu imenyamaza kimya juu ya hitaji lako, kuna kitu ambacho huwa kinatokea. Kuna watu watatokea watakao kukatisha tamaa, watakao kukejeli kwa sababu ya kuomba kwako, watakao kuvunja moyo kwa sababu ya kuomba kwako. Na ndicho kilichotokea kwa huyu mama. Mbingu iliponyamaza kimya, watu wakatokea kumenyamazisha kimya. Tazama, Biblia inaendelea kutuambia. Tazama hicho kitu. Mstari wa 24. Akajibu akasema, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Tazama jibu la Yesu. Lilikuwa la kumkatisha tamaa huyu mama. Lakini Yesu alikuwa anaongea maneno haya kupima moyo wa mama. Je, kile anachokiomba anamaanisha? Je, kile anachokitafuta anamaanisha? Hiki ni kitu ambacho kinatokea kwenye maisha yetu ya maombi. Kuna wakati ambao tunaweza kuwa tunaombea jambo fulani, lakini si kwa kumaanisha. Wakati mwingine huyo Bwana anaweza kana upima moyo wetu kugundua, je, tunamaanisha? Ni sasa kuna mtu mmoja alienda kwa Bwana Yesu, akamuuliza, nifanye nini niweze kuona uzima wa milele? Yesu akamwambia, je, unazijua amri 10? Akasema ndio. Zitaja. Akazitaja, usiibe, usizini na kadhalika. Na alipokuwa akitaja hivyo, Yesu akamwambia, ishia hapo. Je, umezitimiza? Akasema ndio, tangu utoto wangu. Yesu akamwambia, nenda kauze mali zako, kata nusu wape maskini. Yesu alikuwa atafuti mali za yule mtu, alikuwa anapima, je, unamaanisha kile unachokiongea? Unamaanisha kile unachokiomba? Ndicho Yesu anachopima kwa mama huyu. Je, unamaanisha unachokiomba? Tazama jibu la mama huyu sasa. Tazama jibu la mama huyu sasa. Mstari wa 25. Naye akaja akamsujudia. Huyu mama ndio akaja maradufu na akasujudu kwa Bwana Yesu akisema, unisaidie. Akajibu akasema, si vyema kukitoa chakula cha watoto na kuwatupia mbwa. Akasema, ndio Bwana, lakini hata mbwa hula makombo yaangukayo mezani pa bwana zao. Ndipo Yesu akajibu akamwambia, mama, imani yako ni kubwa, iwe kwako kama utakavyo. Akapona binti yake tangu saa ile ile. Tazama, Yesu akashangaa imani ya mama huyu. Tazama Yesu anachosema. Hakusema imani ya mama huyu ni ndogo, akasema imani ya mama huyu ni kubwa. Kwa nini? Amezishinda zile kelele na zilizokuwa zinapiga masikioni mwake, zikimzuia kuomba. Na mama hakusikiliza vikwazo na kelele zote zilizokuwa zinapiga kelele zizime ule moto ulikuwa ndani yake. Kwa sababu mama aliposikia Yesu anapita, moto wa maombi uliwaka ndani yake. Na akaenda akamkalia Yesu. Na Yesu anafanya vyovyote huyu mama ashindwe, akate tamaa. Na watu wanainuka kumzuia huyu mama akate tamaa. Lakini Biblia inasema na yule mama ndio akaenda maradufu na akaanguka miguuni pa Yesu, akamsujudia. Akasema, nisaidie Bwana wangu. Manake nisaidie, manake sina Mungu mwingine isipokuwa ni wewe. Sina msaada mwingine isipokuwa ni wewe.
Maana hata kama usiponijibu, bado nitakuabudu, bado nitakutumaini wewe, bado nitakutumaini wewe. Nisaidie Mungu wangu, nisaidie Mungu wangu. Sio, unaweza kuelewa hicho kitu? Hivyo ni vikwazo ambao muombaji yoyote lazima kutana navyo. Na kama muombaji lazima ujifunze jambo hili, namna ya kushinda vita vya maneno au vikwazo vyovyote ambao vinainuka kwenye maisha yako, kuzima huo moto wa maombi ndani yako, kuzima huo moto wa Roho Mtakatifu ndani yako, kuzima huo moto wa Mungu ndani yako, kumzimisha Roho Mtakatifu ndani yako. Kama muombaji, usikubali moto wa maombi ukazima ndani yako. Haijalishi kwa maneno ya watoto wako, haijalishi kwa maneno ya majirani zako, haijalishi kwa maneno ya mume wako, mke wako, yoyote. Usikubali moto wa maombi ukazima ndani yako. Tazama huyu mama, Yesu anajaribu kumwambia maneno ili mama aweze kukata tamaa, lakini mama hakukata tamaa. Kuna mtu mmoja anaitwa Ezekia, ukisoma kitabu cha Isaya 38, nabii mmoja akatumwa anaitwa Isaya, akamwambia tengeneza maisha yako, tengeneza nyumba yako, hakika utakufa. Na huyu ni nabii mkubwa anaitwa Isaya, na alitabiri mambo mengi na hakika alitokea. Na akaleta habari mbaya kwa Ezekia. Lakini Ezekia alisikiliza maneno hayo kwenye sikio hili, yakatokea kwenye sikio hili, hayakumkatisha tamaa kuomba. Na Ezekia aliposikia maneno ya nabii, hakumlilia nabii nisaidie mimi nakufa, nisaidie nabii niombe mimi nakufa. Hakulia namna hiyo. Biblia inasema na Ezekia akageuka ukutani, akatazama ukutani. Biblia inasema na Ezekia akaomba sana, akalia sana sana. Biblia inasema Ezekia alilia sana sana. Biblia imeandika sana mara 2, Biblia ya Kiswahili. Akalia sana sana. Hakumlilia nabii bali alimlilia Mungu wake. Pamoja na maneno ya kukatisha tamaa kwamba utakufa, Ezekia kukata tamaa. Aliendelea kung'ang'ana na Bwana tu. Haijalishi ni maneno ya daktari yamekukatisha tamaa, ni maneno ya nesi yamekukatisha tamaa, ni mtu yeyote amekukatisha tamaa, usisikilize maneno hayo. Mtazame Jehova peke yake. Ng'ang'ana na Yesu siku na mchana, ng'ang'ana na yeye. Muujiza wako upo, na muujiza wetu unapatikana magotini when we pray, tukiomba. Unaweza kuelewa hicho kitu? Haleluya, haleluya. Ngoja nikuonyeshe kitu kingine. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 15. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 33. Kuna kitu hapa ambacho Paulo anatufundisha. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 15 na mstari wa 33. Tazama hiki kitu ambacho mtumishi Paulo anaongea. Anasema hivi: msidanganyike, mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Maana yake ni nini? Yale mazungumzo mabaya, yale maneno mabaya ukiyaruhusu yakae kwenye moyo wako, yataharibu kile kitu kichema ambacho Mungu ameweka ndani yako. Sio, unaweza kuelewa hicho kitu? Narudia tena. Maneno mabaya, maneno ya kejeli, ya kukatisha tamaa, maneno ya kukuzuia usiombe na kadhalika, ukiyaruhusu yakae ndani ya moyo wako, maneno yana nguvu ya kuzima kitu kizuri ambacho Mungu ameweka ndani yako. Ndicho Paulo anachotuambia hapa. Anasema hivi: wapendwa, msidanganyike. Msidanganyike. Maneno mabaya, mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Maana asije mtu yoyote akawadanganya. Lazima mtambue jambo hili na muweke kwenye akili zenu kwamba maneno mabaya, mazungumzo mabaya siku zote, au maneno mabaya kwa lugha rahisi ni kwamba maneno mabaya siku zote yana nguvu au uwezo ya kuharibu tabia njema. Maneno mabaya au maneno ya kejeli yana uwezo au yana nguvu ya kuua kitu kizuri ambacho Mungu ameweka ndani ya moyo wako. Kuna rafiki yangu mmoja alikuwa ananiambia, mtumishi, maneno ya watu hayawezi kuua kitu kizuri ambacho kiko ndani ya mtu. Nikamwambia si kweli hata kidogo. Kuna watoto wengi ambao Mungu aliwapa akili za darasani, lakini leo ni wavuta bangi. Kwa nini? Mungu aliweka kitu kizuri ndani yao, lakini maneno ya marafiki zao yameharibu maisha yao. Kuna watu ambao Mungu aliwapa ndoa nzuri, lakini ushauri wa marafiki zao ndoa zao zikavunjika. Kwa nini? Waliruhusu maneno, mazungumzo mabaya yaliua kitu kizuri ambacho Mungu aliweka ndani yao. Maana yake ni rahisi tu, msidanganyike. Mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Maana yake mazungumzo mabaya yanaweza kuua kitu chema ambacho Mungu ameweka ndani yako. Unaweza kuelewa hicho kitu?
Ni watumishi wengi wa Mungu ambao huduma zao zimekufa kwa sababu ya maneno ya washirika wao. Ni waimbaji wengi wa kwaya wameacha kuimba madhabahuni. Kwa nini? Maneno mabaya ambayo yamezungumzwa na wakaruhusu yakapita kwa masikio, yakaja kwa mioyo yao, ya karibu future zao. Ni hatima nyingi za watu ambao kupitia maneno mabaya, hatima za watu wengi zimeharibika kupitia maneno mabaya. Mpendwa, maneno yana nguvu ya kuwa kitu kizuri ambacho Mungu ameweka ndani yako. Jambo moja nikwambie jioni ya leo, usiruhusu maneno mabaya kuharibu kitu kizuri ambacho Mungu wa mbinguni ameweka ndani yako. Usiruhusu maneno ya kejeli ya kukatisha tamaa yakaharibu au yakaua kitu kizuri ambacho Mungu ameweka ndani yako. Shika sana ulicho nacho, asija mtu akaitoa taji yako. Kuna watu wameacha kazi nzuri, wakaamua kulizaini wenyewe. Wanasema kwa akili timamu ndani ya masaa 24 kwa sababu ya ushauri mbaya wa marafiki zao. Maneno mabaya yanaweza kaua baraka nzuri ambayo Mungu amebariki maisha yako. Mungu amebariki biashara yako. Ndio maana mtumishi wa Mungu Paulo anaandika, msidanganyike wapendwa, msidanganyike. Mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Mazungumzo mabaya huua moto wa Mungu ambao Mungu ameweka ndani yako. Mazungumzo mabaya yanaweza kuua moto wa Roho Mtakatifu ndani yako. Mazungumzo mabaya yanaweza kuua moto wa maombi ndani yako. Mazungumzo mabaya yanaweza kuua kipawa ambacho Mungu ameweka ndani yako. Kipawa ambacho Mungu ameweka ndani yako. Ndio maana tunatazama Bartimayo kipofu. Hakuruhusu mazungumzo mabaya, maneno ya kejeli, kukatisha tamaa. Hakuruhusu yaharibu imani yake. Kwa sababu mazungumzo mabaya yanaweza kuua imani yako. Kwa maana imani inatakiwa itunzwe kwa gharama yoyote. Moto wa Mungu unatakiwa utunzwe kwa gharama yoyote. Uwepo wa Mungu unatakiwa utunzwe kwa gharama yoyote ile. Karibu Roho mahali hapa. Karibu Roho mahali hapa. Karibu Roho mahali hapa. Karibu Roho mahali hapa. Kwa lazima tuwe makini sana na maneno. Maneno yana nguvu hujawahi kuona. Maneno yana nguvu hujawahi kuona. Kwa hiyo ni kuonyeshe vitu ambavyo maneno yanaweza kufanya katika moyo wa mwanadamu. Jinsi maneno yanavyoweza kufanya katika moyo wa muombaji. Ni kitu gani ambacho maneno yanaweza kufanya ndani ya maisha ya muombaji? Kitu cha kwanza ambacho maneno yanaweza kufanya katika maisha ya muombaji au maisha ya Mkristo, maneno ya watu huwa yanaleta mashaka na kukatisha tamaa. Siku zote maneno ya watu hayaleti imani. Siku zote maneno ya watu yanakatisha tamaa. Siku zote maneno ya watu yanaleta mashaka na hofu. Mtoto anapozaliwa haogopi nyoka. Mtoto anapozaliwa haogopi nge. Mtoto anapozaliwa haogopi kitu chochote. Mtoto anafundishwa hofu na sisi wazazi wake. Tunamfundisha kuogopa wadudu, tunamfundisha kuogopa nyoka na kadhalika. Kupitia maneno yetu tunaingiza hofu ndani yake na kuwa ujasiri uliokuwa ndani yake na kuwa imani iliyokuwa ndani yake. Unaweza kuelewa hicho kitu? Kwa maneno yana nguvu ya kuleta mashaka ndani ya moyo wa mtu. Maneno yana nguvu ya kumkatisha tamaa mtu. Tazama hiki kitu. Tumeangalia kwa kitabu cha Marko sura ya 10 mstari wa 48. Tunaona mpendwa anaenda kwa Yesu akisema, mwana wa Daudi unirehemu, mwana wa Daudi unirehemu. Lakini watu wakamwambia unyamaze, nyamaza. Kwa nini? Kwa sababu la lengo kuu moja, kumkatisha tamaa. Kumkatisha tamaa. Na wengi wamekata tamaa kwenye maisha ya maombi kwa sababu ya maneno ya watu. Wengi wamekata tamaa kwenye huduma zao kwa sababu ya maneno ya watu. Wengi wamezikatia tamaa ndoa zao kwa sababu ya maneno ya watu. Wengi wamezikatia tamaa biashara zao kwa sababu ya maneno ya watu. Wengi wamewakatia tamaa watoto wao kwa sababu ya tabia mbaya, kwa sababu ya maneno ya watu. Maneno ya watu yana nguvu ya kumkatisha mtu tamaa na asinyanyuke tena. Ulishawahi kusikia mtu anakuambia nimekata tamaa, siwezi kuomba tena mtumishi juu ya jambo hili? Hiyo tamaa imetoka wapi? Kwa watu wanaomzunguka. Hakuna mtu yote alikuwa anampa moyo, anamtia moyo, omba tu.
yote yanawezekana kwa Jehova. Na kila mtu anamcheka na kumkejeli. Kila mtu anamcheka na kumkejeli kwamba haiwezekani, haiwezekani. Na wanakuonyesha mfano fulani aliomba, fulani alifunga siku kadhaa, alifunga siku 40 na kuona matokeo. Yaweza kuwa wewe hautapata matokeo, hautapata matokeo. Kwa maneno yana nguvu ya kumkatisha mtu tamaa na kuweka mashaka ndani ya moyo wake. Kitu cha pili, maneno yanafanya akili na moyo usiwe na utulivu. Maneno yanafanya akili na moyo usiwe na utulivu. Tunapokuwa tunaomba, nimeongea hapo mwanzoni, tusiombe tukiwa tumechoka, na tunahitaji kuomba zaidi tukiwa tumetulia na mioyo yetu ikiwa imetulia. Kwa sababu maombi yanahitaji utulivu. Ndio maana wakati mwingine tunaomba kwa hisia tunakosea. Kwa sababu tunaomba tukiwa mwilini, tunaomba kwa uchungu. Sio roho inatusukuma kuomba, bali uchungu ndio unatusukuma kuomba, na tunaomba vibaya kwa tamaa zetu wenyewe na hatupati matokeo ya kile ambacho tunachokiombea. Nitazama hapa katika kitabu cha Zaburi. Kwa kuonyesha kitabu cha Zaburi 46 mstari wa 10. Kitabu cha Zaburi 46 mstari wa 10. Neno la Bwana linasemaje? Kitabu cha Zaburi 46 mstari wa 10. Neno la Bwana linasema, acheni mjue ya kuwa mimi ni Mungu, nitatukuzwa katika mataifa, nitatukuzwa katika nchi, nitakuzwa katika nchi. Acheni, Biblia Kiingereza imesema be still, tulieni na muone ya kuwa mimi ni Mungu. Tulia unapokuwa kwenye maombi, tulia. Kwa maneno ya watu yanafanya nini? Maneno ya watu ndio yanaleta confusion kwenye akili zetu. Maneno ya watu yanaleta confusion kwenye akili zetu. Sio unaweza kuelewa hicho kitu. Ngoja nikusimulie hiki kitu utaelewa. Unaweza kuwa unaomba na ulisikia mahali fulani watu wanakuambia, waweza kuwa Wakristo, watumishi whatever, wanakuambia kunena kwa lugha ni shetani, ni pepo. Kwa hiyo unanena kwa lugha ni lugha za kipepo. Na ulisikia neno hilo mahali fulani. Na kila unapopiga magoti unajitahidi, unashangaa lugha zinakuja, unaanza kunena kwa lugha, unashangaa ile maneno uliyosikia kwa jirani yanakuambia, unafikiri wewe ni Mungu, unafikiri ni Roho Mtakatifu. Hayo ni mapepo. Hiyo sio lugha ya Mungu. Ni maneno ya watu waliopanda kwenye moyo wako. Inakuwa anapiga kelele wakati unaomba. Kwa nini anakukatisha tamaa uache kuomba? Na unakuta Wakristo wengi hawajui maana ya kunena kwa lugha. Na hawajui wanapokuwa wananena kwa lugha nini kinatokea wanapokuwa wananena kwa lugha. Hawajui. Na wanakata tamaa. Wanasema nafikiri nina shetani ndani yangu, nina shetani ndani yangu. Kipindi niko form 5 na form 6 kuna kijana mmoja aliokoka, nikamwombea sala toba. Na alipookoka nikamwacha akaenda zake. Na siku moja akaja kwangu akaniambia, mtumishi wa Mungu, nataka uniombee niweze kubatizwa na Roho Mtakatifu, niweze kunena kwa lugha. Nikamwambia, unaamini? Akasema ndio naamini. Nikamwombea na akajazwa Roho Mtakatifu, akaanza kunena kwa lugha. Alipaza sauti yake sana, karibia shule nzima ikasikia ananena kwa lugha, ananena kwa lugha. Aliomba karibia masaa 2. Baada ya kuomba vile, watu walikuja kushangaa nini kinatokea. Watu walikuja kushangaa nini kinatokea. Wakamwangalia alipokuwa ananena kwa lugha, akamwangalia alipokuwa ananena kwa lugha. Na baada ya pale, watu wa dini wakamuita pembeni. Wakamwambia, unafikiri ni Roho Mtakatifu yule? Yale ni mapepo. Warokole hawana roho wa Mungu. Kunena kwa lugha kulishapitwa na wakati. Haya ni mapepo. Njoo sisi tukuombee. Na wakamwombea, hakuna pepo yote iliyotoka. Na toka siku hiyo wakawa wamepanda kitu kibaya ndani yake. Kuna wakati aliyokuwa akipiga magoti kuomba, alikuwa anashangaa tu lugha zinakuja, anaanza kunena kwa lugha. Na lugha zilipokuwa zinakuja anaanza kunena kwa lugha, alikuwa anashangaa, anajitahidi kujizuia. Kwa nini? Anasema, huyu ni pepo gani? Ushinde kwa jina la Yesu, wewe pepo naye nena ndani yangu. Kumbe alikuwa anamzimisha Roho Mtakatifu, anamzimisha Roho Mtakatifu ndani yake kwa sababu ya maneno ya watu. Anamzima. Na ule moto ulipokuja kuzimika ndani yake, Roho Mtakatifu alipokuja kuzimika ndani yake, kama tulivyojifunza katika sehemu ya kwanza somo hili, nini kikatokea? Akaanza kuona utofauti. Akaanza kurudi kwenye maisha yake ya kwanza, kutegemea waganga wa kienyeji, kutegemea nguvu za giza na kadhalika. Akaja akanifuata nikiwa chuo, akanifuata nikiwa hostel, akaniambia, mtumishi wa Mungu, nimekutafuta mno kwa bidii na leo nimekupata. Nikamwambia, una shida gani? Akaniambia, mimi sasa hivi ni mchungaji wa kanisa fulani. Nikamwambia, okay.
lakini sina nguvu ambayo nilikuwa nayo mwanzoni. Kile kipawa ambacho nilikuwa nacho mwanzoni hakipo tena. Nikamuuliza kipawa gani? Akaniambia kipawa cha Roho Mtakatifu. Sineni kwa lugha tena kama zamani. Nikamuuliza imekuaje? Akaniambia nilikutana na watu fulani, waliniambia 1 2 3 4 5. Na mimi nikawasikiliza na nikafuata vile walivyoniambia. Na baada ya kumaliza shule nikawa mchungaji wa kanisa fulani la dini. Na nimeenda vile kwa sababu sikuona kile ambacho nilichokuwa nacho, ambacho nyinyi warokole mlinipatia. Sikuona ile moto uliokuwa ndani yangu ukiendelea kuwaka tena. Nikabidi nitafute alternative. Nikaenda kwa mganga wa kienyeji, anisaidie, nipe vitu fulani ili kazi ya Mungu iweze kuendelea. Anipe vitu fulani ili kazi ya Mungu iweze kuendelea. Mtumishi, leo nimekufuata silini, unisaidie kile kitu ambacho nilichopoteza kiweze kurudi tena. Kile kitu ambacho nilichopoteza kiweze kurudi tena. Nikasema sasa siwezi kukuombea hapa hostel. Kile chuo ambacho nilikuwa nasoma kuna kanisa pembeni, nikamwambia twende mahali kuna gorofa juu, kuna chumba cha maombi. Tukaenda pale, tulikuwa wawili tu, hakukuwa na mtu yoyote. Nikaanza kuomba Roho Mtakatifu afurike tena ndani yake. Na kipindi naomba Roho Mtakatifu afurike ndani yake, roho chafu zikalibuka ndani yake. Akataka kuruka juu ya gorofa. Nikamshika, kaja baba mmoja kunisaidia, tukaanza kuomba. Tuliomba, tukaomba, tukakemea zile pepo. Na baada ya zile pepo kutoka, Roho Mtakatifu akashuka ndani yake, akaja akaanza kunena kwa lugha. Na toka siku hiyo maisha yake yamebadilika. Kwa nini? Moto wa Mungu ulizima ndani yake kwa sababu ya maneno ya watu. Shetani alikuwa anakitamani kile kitu ambacho Mungu aliweka ndani yake. Shetani alikuwa anakitamani kile kitu cha thamani ambacho Mungu aliweka ndani yake kwa kuwekewa mikono. Tazama hiki kitu. Ndio maana Paulo anamwambia Timotheo, usiache kuchochea kipawa ambacho Mungu ameweka ndani yako. Usiache kuchochea karama ambayo Mungu ameweka ndani yako kwa kuwekewa mikono. Maana yake ukiacha kukichochea, hicho kipawa kitazima. Na sasa hivi huduma yake inaendelea vizuri. Yuko kwenye dini bado, lakini moto wa Mungu uko juu yake. Na anasema, mtumishi, sitarudi nyuma tena. Sitarudi nyuma tena. Sitarudi nyuma tena. Kwa nini? Usiruhusu maneno ya watu ya karibu imani yako. Ya karibu imani yako. Haijalishi wanakuambiaje. Songa mbele. Ng'ang'ana na neno la Mungu. Shikilia neno la Mungu. Liamini ile neno la Mungu ambacho linachosema. Chochote ambacho neno la Mungu linachosema, ng'ang'ania. Kama neno la Mungu linasema kwamba anenaye kwa lugha hasemi na watu. Hakuna mtu anayeelewa wakati unanena kwa lugha. Amini hicho kitu. Ni Mungu peke yake anaelewa. Ni Mungu peke yake anaelewa. Wanadamu wanapokuambia kwa nini sisi tuelewe unaponena kwa lugha, sio kazi yao wao kuelewa. Ni kazi ya Mungu kuelewa maombi yangu. Full stop. Haikuhusu ninapoomba kwa lugha. Haikuhusu ninapoomba sio lazima wewe uelewe. No. Ninapoomba lengo langu si wewe usikie. Lengo langu ni Mungu asikie maombi yangu. Ninapoomba simimini moyo kwa binadamu. Ninapoomba na mimina moyo kwa Jehova aliyeziumba mbingu na nchi. Sitaruhusu maneno ya wanadamu yawe imani yangu. Sitaruhusu maneno ya wanadamu yanitenge na upendo wa Mungu. Je, ni nini kitakachotutenga na upendo wa Mungu? Ni maneno ya watu? Je, ni njaa? Ni mauti? Ni ndugu zetu? La hasha. Hakuna kitakachotutenga na upendo wa Mungu. Usikubali hata kidogo. Uko ndani chumbani kwako na neno kwa lugha, usikubali shetani akakwambia ni pepo, ni pepo. Hakuna chochote, ni bora uombe Kiswahili kuliko kuomba kwa lugha. Usikubali maneno hayo. Sema neno la Bwana linasema, ninapokuwa na neno kwa lugha, ninaijenga roho yangu. I build my spirit, I charge my spirit. Ninapokuwa na neno kwa lugha, na edify roho yangu. Unaweza kuelewa hicho kitu? Paulo anasema ninanena kwa lugha kuliko ninyi nyote. Alikuwa ananena kwa lugha jawahi kuona. Na alishinda kila kelele za kila aina zilizokuwa zinasema kwenye masikio yake. Usinene kwa lugha, nyamaza kimya, unaongea na mapepo, ni shetani. No. Tunaongea na Jehova Mungu wetu. Tunaongea na Jehova Mungu wetu. Kwa nini tunapokuwa tunaomba tunanena kwa lugha? Kwa nini wapagani wanataka tuwaelewe kile ambacho tunachokiomba? Kwa nini? Kwa sababu wao waharibu mipango yetu. Kwa nini wanataka wajue nini tunachokiombea? Wanataka waharibu maombi yetu. Kwa nini wanataka wajue tunapoomba? Wanataka waelewe tunachoomba tunamaanisha nini. Kwa sababu wanataka wazime ule moto ambao uko ndani yako. Mungu nipe apendawa, Mungu nipe anipe. Sababu hii
na mtumiki na msifu yeye siku zote. Sikilize furaha ya Mungu nipende, anipende. Sababu hii na mtumiki na msifu yeye siku zote. Kwa sababu hii, kwa sababu Mungu ananipenda, sitaacha kuomba. Kwa sababu Mungu ananipenda, sitaacha kuomba. Siombi ili watu waone, naomba ili Jehova aone. Yesu anasema katika kitabu cha Mathayo sura ya 6, wewe uombapo ingia kwenye chumba chako cha siri, funga mlango wako, na Baba aonaye sirini atakujazi. Hatuombi ili watu watuone kwamba tunaomba sana. No. Tunaomba ili Jehova atuone. Mungu nipe. Tazama hiki kitu. Tuendelee kuona jambo hili, nguvu ya maneno ya watu yanachofanya katika maisha ya mwanadamu. Maneno ya watu yanaleta hofu badala ya imani. Maneno ya watu yanaleta hofu badala ya imani. Nimekutolea mfano kwa huyu mtumishi wa Mungu, rafiki yangu, ambaye aliambiwa maneno mabaya na watu wa dini. Badala ya yale maneno yalete imani ndani yake, yale maneno yalileta hofu ndani yake. Na nini kilichotokea? Yakaua ujasiri juu ya Mungu. Ndio maana wakati mwingine tunakosa ujasiri juu ya Mungu. Kwa nini? Kwa sababu ya maneno ya watu. Kwa sababu ya maneno ya watu. Kwa sababu ya maneno ya watu. Kwa hiyo kuonyesha katika kitabu cha Marko sura ya 5. Marko sura ya 5. Kitabu cha Marko sura ya 5 mstari wa 39. Kitabu cha Marko sura ya 5 mstari wa 39. Neno la Bwana linasema, alipokwisha kuingia akawaambia, mbona mnafanya ghasia na kulia? Kijana hakufa bali amelala tu. Tazama, Yesu aliingia kwenye nyumba ya Yairo, na kijana alikuwa amekufa. Na huyu mtu alienda kumfuata Bwana Yesu, njoo mfufue mtoto wangu. Tazama, Yesu alipoingia, akaingia akawaambia hivi. Tazama maneno haya Yesu alichosema. Baada ya kuingia kwenye ile nyumba, Yesu akawaambia namna hii. Yesu akasema namna hii, kijana hakufa bali amelala tu. Mstari wa 40, Marko sura ya 5 mstari wa 40, Mark chapter 5 verse 40. Na Bwana anasema, wakamcheka sana, na alipokwisha kuwatoa nje wote, akamtoa baba yule kijana na mamaye na wale walio pamoja naye, akaingia ndani alimokuwemo yule kijana. Tazama hiki kitu. Hichi ndicho kinachotokea tunapokuwa kwenye maombi. Yesu ameingia kwenye nyumba ya Yairo, akasema huyu mtoto hajafa, amelala tu. Wanadamu wakasikia kile maneno ambayo Yesu alichosema. Yesu ameongea maneno ya rohoni, maneno ya imani. Wanadamu wakasikia, wakacheka sana. Na ndicho kinachotokea kwenye maisha yetu ya maombi. Na ndio maana hata wapagani wanataka tunapokuwa tunaomba wasikie na kuelewa nini tunachoombea. Kwa nini watu dhihaki na kutucheka? Kwamba unaombea hicho, haiwezekani. Na ndicho alichomcheka Yesu. Wakacheka, wakamcheka. Kwamba wewe ni binti, una miaka 40, 41, 42, 43, na unaomba mume mwema. Haiwezekani. Hayo ni maneno ya watu. Lakini Yesu hakusikiliza hayo yote. Yesu alichofanya, wale wote waliocheka aliwatoa nje. Tazama hiki kitu Yesu alichofanya. Watu wanaokucheka, wanacheka maisha yako kwa maombi, wanacheka imani yako, weka pembeni. Na wale wenye imani wavute nenda nao. Ndicho Yesu alichofanya. Wasiokuwa na imani walikuwa wanamcheka, wanamdhihaki, wanamkejeli kwamba haiwezekani huyu mtoto kufufuka. Haiwezekani, kwanza tulishawahi kuona kitu kama hiki. Toka tumezaliwa tulishawahi kuona kitu kama hiki. Yesu akawatoa nje, akawachukua wachache wenye imani. Tazama hiki kitu. Mstari wa 41. Akamshika mkono kijana, akamwambia, Talitha kumi. Tafsiri yake, msichana anakuambia inuka. Mara akasimama yule kijana, akaenda
mara alikuwa amepata umri wa miaka 12. Wakashangaa mshangao mkuu. Tazama, baada ya Yesu kujibu maombi, baada ya Mungu kujibu maombi, walikuwa wanacheka, wakashangaa. Ndivyo wanadamu walivyo. Ndio maana Yesu alituambia tuwe tunaomba sirini kwenye vyumba vyetu tukiwa tumefunga milango yetu kwa siri. Dunia isielewe, dunia isisikie, ione tu matokeo ya maombi yetu. Wakati mwingine mambo yako nayo yaombea, yaombe sirini. Dunia iache ione matokeo ya maombi yako. Dunia ukiache kaona mahitaji yako, ikaona maombi yako, watakucheka kama walivyomcheka Yesu alivyoingia kwenye nyumba ya Yairo. Yesu anasema mtoto huyu hakufa, amelala tu. Acha watu waone matokeo ya maombi yako, wasione maombi yako, bali waone matokeo ya maombi yako. Ili kuweza kunyamazisha kelele za watu waliokuwa na kucheka na kadhalika, ni matokeo ya maombi yako. Na watu wakabaki midomo wazi, wakishangaa. Kwa hiyo tuone, tazama hichi kitu kingine. Maneno ya watu yanaua bidii ya kiroho. Kwa maneno ya watu yana tabia moja ya kuua bidii ya kiroho, ya kuua bidii ya kumtafuta Mungu. Maneno ya watu. Na hii imewatokea kwa Kristo wengi wachanga. Kwa maana wakati mwingine wa Kristo wengi wachanga wanashindwa kukaa kanisani. Kwa nini? Wanapokuja kanisani, maneno ya watu mengi yanawakatisha tamaa na mwisho wanaondoka. Kwa nini? Kwa sababu maneno yana tabia ya kukatisha tamaa. Maneno yana tabia ya kuleta hofu, yaleta imani. Maneno yana tabia ya kuua bidii katika maisha ya kiroho ya mtu. Kwa sababu mtu ameokoka jana, na akaanza kuwa kila siku anadeki kanisani, anadeki kanisani. Kila siku anadeki chooni. Maneno yanaanza, anajipendekeza kanisani. Anajipendekeza kwa mwenyekiti wa maombi. Anajipendekeza kwa mwenyekiti wa kina mama. Anajipendekeza kwa mchungaji, anajipendekeza kwa mama mchungaji na kadhalika. Na yale maneno yanaua bidii yake ya kufagia kanisa. Maneno anayoyasikia yanaua bidii yake ya kudeki chooni. Maneno ya watu yanaua bidii yake ya kufuta vumbi kanisani. Mpendwa, usiruhusu maneno ya watu yakaua bidii ya kuomba. Usiruhusu maneno ya watu yakaua bidii ya kuhubiri Injili. Usiruhusu maneno ya watu yakaua bidii yako ulionayo juu ya Bwana. Kwa tuendelee tena, tuende haraka kidogo ili tufike mahali fulani. Kwa hiyo usikubali maneno ya watu yakakaa ndani ya moyo wako. Kwa sababu ukiruhusu maneno ya watu yakakaa ndani ya moyo wako, yataua bidii ndani yako. Ruhusu neno la Mungu likakae kwa wingi ndani yako, na si maneno ya watu. Sisi tumekosa kuona matokeo katika maisha yetu ya maombi kwa sababu tumeruhusu maneno ya watu yakae ndani yetu, ya kutuvunja moyo, kutukatisha tamaa, kuleta hofu na kadhalika, badala ya kuruhusu neno la Mungu likakae kwa wingi ndani yetu. Ili tuone moto wa Mungu kiwaka ndani yetu, lazima turuhusu neno la Mungu likae kwa wingi ndani yetu. Lazima turuhusu moto wa Mungu ukawake. Lazima turuhusu neno la Mungu likae kwa wingi ndani yetu. Jaza neno la Mungu kila siku ndani yako. Kwa sababu maneno ya watu kwenye kile ambacho unachoombea au kile ambacho unachofanya, maneno ya watu hawatakwambia kwamba wewe utafanikiwa. No. Maneno ya watu watakwambia wewe hutatoboa. Hautatoboa. Ndio maneno ya watu. Na ukiruhusu maneno hayo, yatakupunguza kuomba, yatakupunguza kumtafuta Bwana Yesu. Jambo la 4 ambalo linaweza kuzima moto wa Mungu ndani yako, au linaweza kuzima moto wa maombi ndani yako. Kitu cha 4 ambacho kinaweza kuzima moto wa maombi ndani yako, au moto wa Mungu ndani yako, ni kuipenda dunia na mambo yake. Sasa hapa nisikilize vizuri sana. Kitu ambacho kinaweza kikasababisha moto wa maombi ukapoa ndani yako au kazima ni kuipenda dunia na mambo yake. Kwa hiyo nikuonyesha hapa katika kitabu cha waraka wa kwanza Yohana. Kitabu cha waraka wa kwanza Yohana, ngoja nikuonyeshe kitu. Yohana aliandika kitu kizuri sana. Kitabu cha waraka wa kwanza Yohana sura ya 2 mstari wa 15. Kitabu cha waraka wa kwanza Yohana sura ya 2 mstari wa 15. Neno la Bwana linasema,
Msipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Tazama hicho kitu. Anasema hivi, ukipenda dunia, kumpenda Mungu hakuko ndani yako. Anamaanisha nini? Maana yake dunia usifanye kuwa namba moja kwenye maisha yako, bali Mungu awe namba moja kwenye maisha yako. Maana yake ukifanya dunia iwe namba moja kwenye maisha yako, maana yake Mungu hayumo ndani yako, bali dunia iko ndani yako. Ndio maana tuna watu wengi wapo makanisani, Mungu hayuko ndani yao, bali dunia imejaa ndani yao. Utajuaje kwamba dunia imejaa ndani yako? Unajiuliza swali moja, kati ya Mungu na dunia, ipi ni namba moja kwako? Ukipata jibu, utajijua ni nani yuko ndani yako. Kwa sasa tazama Yohana anachotuambia hapa. Msipende dunia wala yote yaliyomo ndani yake. Usiyapende, usiyaweke kuwa namba moja kwako, bali umpende Jehova peke yake. Kwa maana ukiipenda dunia na mambo yake, basi kumpenda Mungu hakumo ndani yako. Sasa tazama hiki kitu. Kupenda dunia maana yake nini? Ngoja nikuonyeshe hapa katika kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 6. Kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 6 mstari wa 9 na wa 10. Kuipenda dunia maana yake nini? Na mambo yaliyomo ndani yake. Tazama, Paulo aliandika vizuri hapa katika Timotheo wa kwanza sura ya 6 na mstari wa 9 na wa 10. Neno la Bwana anasema hivi, lakini hao watakaokuwa na mali huanguka katika majaribu na tanzi. Maana yake hao wanaotaka sana kuwa na mali huanguka katika majaribu na tanzi, tamaa nyingi zisizo na maana zenye kudhuru, ziwatozazo wanadamu katika upotevu na uharibifu. Maana shina moja la mabaya ya kila namna ni kupenda fedha, ambayo wengine hali wakiitamani hiyo wamefarakana na imani na kujichoma kwa maumivu mengi. Maana yake ni rahisi tu. Maana yake mali isiwe namba moja kwako, fedha isiwe namba moja kwako. Hajasema tusitafute mali, tusitafute fedha, no. Amesema tuzipende. Maana yake kuzipenda maana yake nini? Visiwe namba moja kwetu. Nini kiwe namba moja kwetu? Mungu awe namba moja kwetu. Anachomaanisha msipende dunia na mambo yaliyomo ndani yake, msipende fedha na mali. Anachomaanisha nini? Anamaanisha hivi, fedha usifanye kuwa sanamu, usifanye kuwa Mungu wako mdogo. Ndio maana Biblia inasema hivi, na usiwe na Mungu mwingine ila mimi. Maana yake kuna watu ambao wameifanya fedha kuwa ni miungu yao. Imani zao zipo kwenye hela zao ambazo ziko benki. Imani zao zipo kwenye majumba yao ambao wako nayo. Imani zao na matumaini yao yapo kwa madaktari, kwenye dawa na kadhalika. Ndio maana neno la Bwana linasema na imani yetu isiwe juu ya hivyo vyote, bali imani yetu iwe juu ya Jehova peke yake. Watanifanya nini kwa sababu mimi na hela? Watanifanya nini kwa sababu mimi na afya nzuri? Watanifanya nini kwa sababu mimi na 1, 2, 3, 4? Maana yake vitu vimekuwa namba moja kwako, na sio Jehova amekuwa namba moja kwako. Sasa tazama Yohana anachosema, sisi tutengwe na hayo yote na tuyaondoe hayo yote ndani ya mioyo yetu, na Jehova peke yake akakae na kutawala moyo wetu. Sio fedha ikatawale moyo wetu, no, bali Jehova akatawale moyo wetu. Ukitaka kujua ni nini kiko ndani ya moyo wako, je, ni Mungu au fedha iko ndani yako? Subiri mtu akudhurumu kitu, akudhurumu mali, upoteze kitu, alafu jiangalie utazimia au la. Ukiona umezimia, unataka kufa kwa pressure, tambua kwamba hazina ya mtu ilipo ndipo na moyo wake ulipo. Sio, unaweza kuelewa hicho kitu? Kwa nini? Kwa sababu ndipo ambapo umeweka moyo wako, ndipo ambapo umeweka tumaini lako, ndipo ambapo umeweka furaha yako. Maana vitu visipoenda sawa sawa unazimia na kufa. Tazama, kuna watu ambao wameweka matumaini yao kwenye mali. Nilikuwa naangalia miaka kadhaa, kuna mtu mmoja alikuwa ni bilionea nchi fulani, mnaifahamu, na vile vitu alivyokuwa anatengeneza, alikuwa na viwanda kadhaa, na vile vitu alivyokuwa anavitengeneza, nini kilitokea? Nchi hiyo ikapiga marufuku vile vitu, na alikuwa amekopa mahali fulani na kadhalika, na alikuwa ni bilionea. Na nini kilichotokea? Kwa sababu amani yake ipo kwenye vitu, na hivyo vitu amevifanya kuwa ni Mungu wake,
alichoamua kufanya nini? Ni kuchukua sumu na kufa, na akafa. Maana yake kama amani yetu ikiwa inatoka kwenye vitu, siku hivyo vitu visipokuwepo tunakuwa hatuna amani. Lakini amani yetu haitoki kwenye vitu, amani yetu inatoka kwa Jehova. Hivyo vitu vikiwepo sisi tuna amani, hata visipokuwepo sisi tuna amani vile vile. Vitu vikienda sawa sawa sisi tuna amani, hata vitu visipoenda sawa sawa sisi tuna amani tu. Kwa nini? Kwa sababu amani yetu haitoki kwenye vitu. Hii dunia iwe na amani au isiwe na amani, sisi tutakuwa tunaendelea kuwa na amani, kwa sababu amani yetu haitoki kwenye dunia hii. Amani yetu inatoka kwa Jehova. Yesu anaambia wanafunzi wake, amani mimi niwapayo si kama ulimwengu utoavyo. Amani ya dunia ni temporary, inakuwa ni ya muda mfupi tu, lakini mimi amani ninayowapa ni amani ipitayo ufahamu, yadumu sasa na hata milele. Unaweza kuelewa hicho kitu? Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa hiyo tukaangalia kitabu cha Mathayo sura ya 6. Kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 24. Sasa nakupenda, sasa nakupenda, sasa nakupenda, kuzidi mali na kuzidi kila kitu. Sasa nakupenda, sasa nakupenda, sasa kuzidi pia. Kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 24. Neno la Bwana linasema, hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili, kwa maana atamchukia huyu na kumpenda huyu, atashikamana na huyu na kumdharau huyu. Hawezi kutumikia Mungu na mali pia. Sio, unaweza kuelewa hicho kitu? Kwa Yesu anasema tuchague kitu kimoja. Tuchague Mungu au tuchague mali. Nini kiwe namba moja? Maana yake ukichagua mali, maana yake Mungu hayuko ndani yako, kumpenda Mungu hakuko ndani yako. Lakini ukimchagua Mungu akiwa namba moja, na haya mengine yote utazidishiwa. Tazama haya Yesu anaongea katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 24. Alafu ukisoma chini kidogo katika kitabu cha Mathayo hiyo hiyo mstari wa 33, Mathayo sura ya 6 mstari wa 33, Yesu anasema, utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo mengine yote mtazidishiwa. Anachomaanisha nini? Anamaanisha kwamba mimi niwe namba moja kwenye maisha yenu, na hayo mengine yote yafuate. Nikiwa namba moja kwenye maisha yenu na hayo mengine yakafuata, hayo mengine yote nitawazidishia mimi, na amani yenu itakuwa ni amani ya kudumu. Kwa maana baraka za Bwana hazina huzuni ndani yake, hazina majuto ndani yake. Kuna watu wamepewa vitu, leo wanajutia kuwa na hivyo vitu. Kuna watu wamepewa watoto, leo wanajutia kuwa nao watoto. Kuna watu wamepewa ndoa, leo wanajutia kuwa na hizo ndoa. Kuna watu wamepewa ajira, leo wanajutia kuwa na hizo ajira. Lakini baraka za Bwana tukipewa hazina huzuni ndani yake, hazina majuto ndani yake. Ndicho Yesu anachomaanisha hapo. Unaweza kuelewa hicho kitu? Kwa kuonyesha kitu kingine ambacho ukipenda dunia, nini kinachotokea kwenye maisha yako ya maombi? Anasa za dunia na starehe za dunia zisipite kiasi kwenye maisha yako. Anasa na starehe za dunia zisipite kiasi kwenye maisha yako. Kwa nini? Kwa sababu moja. Hiki ndio kitu ambacho mimi nimegundua na nimejifunza kwenye maisha yangu na maisha ya watu wengine na kwenye maandiko pia. Anasa za dunia ni kitu kimoja wapo ambacho shetani anatumia kuziba maisha yetu ya maombi taratibu. Ukitaka kugundua hiki kitu, muulize Mfalme Sulemani. Sulemani aliruhusu anasa za dunia, alifanya kila kitu na starehe za dunia ambazo sisi hatujawahi kuzifanya, lakini yeye alizifanya. Na mwisho katika kitabu cha Mhubiri, ukisoma kitabu cha Mithali aliandika akiwa kijana, kitabu cha Mhubiri aliandika akiwa ni mtu mzima amemachua akili. Akasema na hayo yote ni sawa sana kujirisha upepo. Hakuna kitu ambacho kilichopita kwenye macho yangu nilizuia.
Hakuna kitu ambacho kilipita kwa macho yangu sikuweka mdomoni. Alijaribu kila kitu, mvinyo na kila kitu alifanya. Kila kitu alifanya. Na mwisho akaja kugundua hayo yote ni sasa na kujilisha upepo. Sasa tazama hiki kitu, namna ambavyo anasa na starehe zilivyonyonya moto wa Mungu ndani ya maisha ya Sulemani. Kwa maana yake, kwa sababu ya anasa na kupenda starehe, wanawake na nini, akaanza kuwaleta kwenye maisha yake. Akaleta wanawake mpaka ambao mataifa ambao Mungu alikataza wana wa Israeli wasioe au kuolewa nao. Sulemani akawaleta wale watu. Na alipowaleta, Mungu amenyamaza tu kimya, anamtazama. Kwa sababu Sulemani ana hekima kupita hujawahi kuona. Hakuna mtu aliyekuwa na hekima kama Sulemani. Siku zote huwa nawaambia namna hii. Hekima haikumsaidia Sulemani kushinda dhambi. Hekima haikusaidii wewe kushinda dhambi. Upako uliokuwa juu ya Sulemani haukumsaidia Sulemani kuwashinda wanawake waliokuwa wamemzunguka. Ndio maana lazima tuwe makini, tujue namna ya kutunza moto ambao Mungu ameweka ndani yetu. Na ndicho ambacho Sulemani alijisahau, anasa na starehe za dunia. Na nini kikatokea sasa? Ule moto uliokuwa ndani yake ukaanza kuzima siku hata siku. Kwa hiyo kuonyesha hapa katika kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 11. Kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 11. Kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 11, neno la Bwana linasemaje? Mfalme Sulemani akawapenda wanawake wengi wageni, pamoja na binti yake Farao, na wanawake wa Moabi, na wa Amoni, wa Edomi, wa Sidoni, na wa Hiti. Mstari wa 2. Na wa mataifa Bwana aliyowaambia wana wa Israeli, msiingie kwao, wala msiingie kwenu, kwa kuwa hakika wategeuza mioyo yenu kuifuata miungu yao. Sulemani akaambatana nao kwa kuwapenda. Akawa na wanawake 700 binti za kifalme na masuria 300, nao wakeze wakamgeuza moyo. Maana ikawa Sulemani alipokuwa mzee, wake zake wakamgeuza moyo wake, asifuate miungu, afuate miungu mingine, wala moyo wake haukuwa mkamilifu kwa Bwana Mungu wake kama moyo wa baba yake Daudi. Hicho ndicho kilichotokea. Kwa Sulemani akaruhusu wake zake kugeuza moyo wake, na moyo wake juu ya Mungu kaanza kupoa taratibu. Aliporuhusu wanawake waingie kwenye moyo wake, wale wakina mama wakaanza kupoza moto wa Mungu ndani yake taratibu. Na pasipo yeye kujua, alikuja kujua pale alipokuwa amepoa kabisa, na akiwa ameshamwacha Mungu mbali mno. Na hiki ndio kinachotutokea sisi wa Kristo. Wakati mwingine anasa za dunia na starehe za dunia, na tunaingiza watu wasiofaa kwenye maisha yetu. Na hao watu wanakuja kama marafiki kwenye maisha yetu, tunawaruhusu kwenye maisha yetu. Na hao watu wanafanya nini? Wanazima moto wa maombi ndani yetu, wanazima moto wa Mungu ndani yetu. Na tunaendelea tu. Na baadaye tunakuja kugundua ule moto uliokuwa unawaka ndani yetu umekwisha kuzima. Na ile njia ambayo tulikuwa tunaiendea tumekwisha kuiacha, na tunaenda kwenye njia ya uharibifu. Ndio maana Daudi anasema, na kila mtu ajitazame, kwa maana kuna njia ambayo inaweza kuonekana machoni pako ni njia inaenda uzimani, kumbe ni njia inaenda mautini. Tazama namna ambavyo starehe za dunia zilivyoweza kugeuza moyo wa mfalme Sulemani. Inaweza kuwa kwa hekima yake aliyopewa na Mungu. Ile hekima ya Sulemani haikutoka kwa shetani. Hekima ilitoka kwa Mungu, na haikumsaidia kumuokoa kwenye jambo hili. Inaweza kuwa alikuwa anasema, Mungu, hao wanawake na miungu yao wataabudu wakiwa hapo, na mimi nitakuwa namwabudu Mungu wangu nikiwa hapa. Lakini ule moto wao ulienda kuathiri madhabahu yake iliyokuwa ndani yake. Na ule moto ulikuwa unawaka kwenye madhabahu yake ndani yake ulikuja kuzima. Na Biblia inasema na yeye Sulemani alipokuwa mzee akamwacha Mungu wa baba yake Jehova, Mungu wa baba yake Daudi, akaenda kuabudu miungu mingine, na hekima bado ikiwepo. Oh, hallelujah. Siweza kuelewa hicho kitu. Kwa hiyo tuendelee mbele. Kwa hiyo starehe za dunia ukizipa nafasi, kuna kitu ambacho zinafanya kwenye maisha yako ya maombi, zinaiba muda wako. Kuna vitu vingi mno vya starehe ambavyo sisi tuko navyo, na sio dhambi kuwa navyo. Sijasema ni dhambi, la hasha. Lakini shetani anakuwa anavitumia hivyo vitu vya starehe kuiba muda wetu. Narudia tena. Kuna vitu vingi vya starehe ambavyo sisi tuko navyo,
Hata ni changamoto hata mimi nimekutana nayo. Kuna vitu vingi vya starehe ambavyo sisi tuko navyo na sio dhambi kuvitumia, au sio dhambi kufurahia na kufanya starehe na kadha. Sio dhambi, Biblia haijakataza. Lakini ni njia saa nyingine moja wapo ya shetani kutumia kuiba muda wako. Mfano, tuna TV ambayo inatumika kutuhabarisha. Sio dhambi kuangalia TV, lakini wakati mwingine shetani anaitumia. Ni chombo cha starehe, lakini wakati mwingine shetani anatumia kuiba muda wetu. Wakati mwingine tuna uwezo wa kukaa hata masaa 2 mpaka 3 tunaangalia taarifa ya habari, lakini tunashindwa kukata dakika 10 kwenye maombi. Wakati mwingine tunaweza tukakaa dakika 90 tunaangalia mpira, lakini tunaweza tukashindwa kukaa dakika 10 magotini kwenye uwepo wa Mungu. Kwa nini? Ni shetani anatumia hivyo vyote kuiba muda wetu. Sio dhambi, sio dhambi, lakini adui anavitumia kuiba muda wetu. Na anaenda taratibu tu, kwa sababu moto wa Mungu huuzimi ghafla kama unavyozima mshumaa. Ukiona moto wa maombi umezima kama unavyozima mshumaa, haujaanza siku hiyo. Shetani hajaanza kuzima siku hiyo, ameanza zamani sana. Na moto wa maombi unapowashwa ndani yako, unawaka kidogo, na unavyoendelea kuchochea ndivyo unavyozidi kuwaka. Na shetani anapoanza kuzima, anakuja kuzima taratibu, kama jinsi panya anavyomuuma mtu anapokuwa amelala taratibu pasipo mtu kusikia. Kwa na shetani hivyo anakuwa anakuuma taratibu, anakupuliza, anakuuma taratibu, anakuzima taratibu, usisikie na usigundue ni nini ambacho kinachoendelea. Ndio maana Biblia inasema hivi, naye shetani hujigeuza na kujifanya malaika wa nuru. Kwa nini anajigeuza na kujifanya malaika wa nuru? Ili tusimjue kwamba ni yeye ndio chanzo cha matatizo, tumsingizie mtu mwingine. Shetani akifanya jambo lake lolote, huwa hataki tujue kwamba yeye yuko kazini. Kwa sababu tukijua yeye yuko kazini tutamkemea. Ndio maana hata kwenye ndoto mbaya, tukiwa tunaota ndoto mbaya, huwa nataka tuone sura ya mtu fulani, ni jirani yako, ni baba yako, ni mtumishi wa Mungu fulani. Kwa utamsema vibaya huyo mtumishi, utamchukia huyo mtumishi na kadhalika, utamchukia mama yako, unaweza kufikiri mama yako ni mchawi na kadhalika. Kumbe shetani ametumia sura ya huyo mtumishi, ametumia sura ya huyo mama yako, baba yako, mke wako na fulani, kukutokea na kufanya uharibifu kwenye maisha yako. Na unaamka asubuhi unaanza kumchukia jirani yako, kumbe sio shetani. Na unaanza kupiga vita jirani yako, na mpiga vita mtoto wako, kumbe sio mtoto wako, ni shetani amejigeuza kwa sura ya mtu kukufight wewe. Na hii ndio Wakristo wengi wanakosea, wanapigana vita visivyokuwa sahihi. Baada ya kupigana na yule aliyesababisha hicho kitu, wanapigana na yule aliyomuona kwa nje, mwili wa nje. That's the wrong battle. Ni vita ambayo sio sahihi. Kwa sababu hata huyo mtu akifa, ile roho iliyosababisha hicho kitu haifagi. Shetani huwa hafi. Nani aliyekwambia shetani anakufa? Shetani hafi. Huyo mtu aliyekuloga akifa, shetani anatoka naenda kwa mtu mwingine. Kazi inaendelea vile vile. Huyo kahaba aliyochukua mume wako akifa, umemwombea kahaba afya aliyochukua mume wako, kwamba anachukua mume wako, ameharibu ndoa yako, ukaomba akafa. Yule aliyesababisha achukue mume wako, anatoka kwa huyo mwanamke anaenda kwa mwanamke mwingine. Na ukiomba huyo mwanamke mwingine akafa, huyo aliyesababisha anatoka kwa huyo mwanamke anaenda kwa mwanamke mwingine. Tatizo linaendelea kuwa pale pale. Usipigane vita za kimwili. Vita vyetu si juu ya damu na nyama, bali vita vyetu si juu katika ulimwengu wa roho. Hatupigani sisi mwilini, sisi tunapigana rohoni. Ndio maana wakati mwingine unaweza kumchukia mtu fulani kwamba jirani yako ni mchawi. La hasha, hata uchawi huo haujui. Kwa nini? Kwa sababu shetani anajigeuza na kujifanya malaika wa nuru ili afanye kitu fulani. Wewe jiulize swali moja, kama naweza kujigeuza na kujifanya malaika wa nuru, kuchukua sura ya Mikaeli, kuchukua sura ya Gabrieli, kuchukua sura ya Yesu, anashindwa kujigeuza kuchukua sura ya mtumishi wa Mungu yoyote na kutumia sura ya mtu yoyote. Vita vyetu si juu ya damu na nyama, bali vita vyetu ni juu katika ulimwengu wa roho na majeshi ya pepo wabaya. Ngoja tuendelee mbele. Kitabu cha Luka sura ya 8 mstari wa 14. Kitabu cha Luka sura ya 8 mstari wa 14. Neno Bwana linasemaje? Neno Bwana linasema hivi, tazama Yesu anaongea mwenyewe, Luka sura ya 8 mstari wa 14. Na zilizoanguka penye miba, hizo mbegu zilizoanguka kwenye miba, ni wale ambao wanalisikia neno la Mungu, na katika kuenenda kwao husongwa na shughuli na mali na anasa za maisha haya, wasivishe lolote. Tazama hicho kitu. Tazama Bwana Yesu anachoongea hapa. Yesu anaongea hiki
kuna watu alikuwa anaongelea mbegu, habari za mpanzi. Mpanzi alienda kupanda mbegu zake. Kuna nyingine zilianguka njiani, watu wakapiga wakazikanyaga, ndege wakaja wakazira. Nyingine zilianguka kwenye mwamba, zikaota, zikakosa udongo, kwa hiyo zikashindwa kumea na kadhalika, zikafa. Nyingine zikaanguka kwenye miba, zikasongwa, zikafa. Nyingine zikaanguka kwenye udongo mzuri, zikazaa. Sasa Yesu anaongelea hapa sasa katika kitabu cha Luka sura ya 8. Anaongelea zile ambazo zilizoanguka kwenye miba. Yesu alipokuwa anaongelea hivi vitu vinne, zile mbegu kwenye makundi manne, alikuwa anaongelea watu 4 ambao wapo makanisani. Unaweza kuelewa hicho kitu? Yesu alipokuwa anaongelea habari za mpanzi, siko kufundisha kwa ajili ya mpanzi, lakini nakupa tu mfano uweze kuelewa. Tutajifunza siku nyingine tukipata muda. Lakini tazama hiki kitu. Yesu alipokuwa anaongelea habari za mpanzi, alikuwa anaongelea makundi 4 ambayo yapo kanisani. Na katika makundi haya 4 ambayo yapo kanisani, lazima na wewe upo kwenye kundi moja wapo katika haya. Unaweza kuelewa hicho kitu? Narudia tena. Katika makundi haya 4 ambayo Yesu ameyataja hapa katika kitabu cha Luka sura ya 8 mstari wa 14, lazima nawe upo. Ngoja tusome sasa kitabu cha Luka sura ya 8 mstari wa 9 mpaka 14 ni kuonyesha kitu. Wanafunzi wake wakamuuliza maana yake nini mfano huu. Wanafunzi wa Yesu wakataka kujua maana ya mfano ule kuhusu mpanzi na mbegu. Mstari wa 10 akasema, ninyi mmepewa kuzijua siri za ufalme wa Mungu, bali wengine kwa mifano, ili wakiona wasione, wakisikia wasielewe. Mstari wa 11, na huo mfano maana yake ni hii. Mbegu ni neno la Mungu. Maana yake mbegu zile ambazo Yesu alikuwa anazitolea mfano ni neno la Mungu. Sasa jisikilize sasa, alafu ujichunguze wewe upo kwenye kundi gani katika makundi 4 ambayo Yesu ameyataja hapa. Tazama hiki kitu. Yesu anasema hivi. Mbegu ni neno la Mungu. Mstari wa 12. Wale wa karibu na njia ndio wale ambao wanalisikia neno la Mungu, kisha huja ibilisi akaliondoa hilo neno mioyoni mwao, wasije wakaamini na kuokoka. Kwa kuna watu ambao wanalisikia neno la Mungu kabisa kwa furaha, lakini ghafla shetani anakuja analichukua lile neno, wasiamini, wasije wakaokoka, wasije wakabadilika. Ndio maana unaweza kukuta hapa leo tumefundisha neno hili la Mungu hapa. Maana yake tumepanda mbegu, kwa maana neno la Mungu ni mbegu. Halafu tukatoka hapo nje. Kuna watu hata kabla ya kufika nyumbani, kila kitu ambacho tulichojifunza hapa leo shetani anakibeba na kinapotea. Hilo ni kundi la kwanza. Kundi la kwanza maana yake huyu mtu anafungua Biblia yake, anasoma, na anaposoma, anapomaliza na kufunika Biblia yake, adui anakuja na kulichukua lile neno lililoachiliwa ndani ya moyo wake. Amesahau kila kitu kimepotea. Hili ni kundi la kwanza. Kundi la pili sasa. Kundi la pili, kwa maana yake hao ambao ibilisi analichukua neno ni wale ambao ni zile mbegu ambazo zilianguka kando ya njia. Tazama tunaendelea sasa. Mstari wa 13. Na wale penye mwamba ndio wale ambao wasikiapo hulipokea neno kwa furaha. Sasa tazama zile mbegu ambazo zimeanguka kwenye mwamba. Ukienda Mwanza na mikoa mingine, ukienda kwenye mwamba wakati mwingine unakuta labda kuna udongo kidogo kwenye mwamba, unaweza kuona hata mti fulani au mbegu fulani kaota and then ikakosa mizizi na ikafa. Sasa tazama Yesu anachosema, walioanguka kwenye mwamba ni wale ambao wanalipokea neno la Kristo kwa furaha. Yaani hapa ninapohubiri sasa hivi kuna watu wanafurahi, wanasema mtumishi wa Mungu nimebarikiwa, haleluya. Ile neno hao, haleluya, glory to Jesus. Wanalipokea kwa furaha. Wanalipokea kwa furaha. Mtu anapokuwa anasoma Biblia yake nyumbani, analipokea neno kwa furaha, analipokea kwa furaha. Anasema haleluya, hakika hili neno limekuja kubadilisha maisha yangu. Hakika hili neno limekuja kubadilisha maisha yangu. Analipokea kwa furaha, anashangilia hakika. Biblia Yesu anasema, nao hawana mizizi, huamini kitambo kidogo, na wakati wa kujaribiwa hujitenga na imani. Sasa hawa wanalipokea neno la Mungu kwa furaha. Wanalipokea neno la Mungu kwa furaha. Wanapolisoma wanalipokea neno la Mungu kwa furaha. Nini kinatokea? Wanapojaribiwa wanaanguka, wanajitenga na imani, wanarudi kule walikotoka, wanarudi kwa waganga wa kienyeji na kadhalika. Kwa nini? Hawana mizizi ndani yao. Je,
Mpaka hapo wewe upo kundi gani? Tumesema katika makundi manne ambayo Yesu anaongea, lazima wewe upo kwenye kundi moja wapo. Lazima wewe uwepo kwenye kundi moja wapo. Tazama hiki kitu. Kwa sasa hao walioanguka kwenye mwamba, hizi mbegu zilizoanguka kwenye mwamba, wanalisikia neno la Mungu kwa furaha, lakini hawana mizizi ndani yao. Wanaliamini neno la Mungu kwa kitambo kidogo tu. Wanaliamini neno la Mungu kwa kitambo kidogo tu. Ndio maana wiki hii tumejifunza kuhusu maombi, moto wa maombi. Kuna watu wataanza kuomba asubuhi, kuna watu wataanza kuomba jioni, kuna watu wataanza kuamka usiku wa manane kuomba. Moto utawaka ndani yao, wataanza kuomba. Lakini kwa kukosa mizizi, wataomba kwa kitambo kidogo tu, na ule moto utazima. Kuna watu hapa wanalisikia neno la Mungu kwa furaha. Wanasema, mtumishi, nimesikia neno la Mungu, na wiki hii nitaanza kila siku asubuhi kusoma Biblia. Wiki hii nitaanza kila siku jioni kuomba. Wiki hii nitaanza, mtumishi wa Mungu. Moto umewaka ndani yao. Nitaanza, mtumishi wa Mungu, nitaanza. Na watafanya kwa kitambo kidogo tu. Wiki ya kwanza, wiki ya pili, na wiki ya tatu. Na changamoto na ubizi utakapotokea, wanaanguka, wanaacha tena, wanarudi kule walikotoka. Hao ni zile mbegu ambazo zilizoanguka kwenye mwamba. Je, wewe upo kundi gani? Je, tunapokuwa tunafundisha maombi hapa, kufundisha kusoma neno la Mungu hapa, tunafundisha habari za Roho Mtakatifu hapa, unapolipokea neno la Mungu, je, linaenda na kuenda na kuenda na kuleta matokeo kwenye maisha yako? Au unalipokea na kuliweka ndani ya moyo wako, na muda kidogo tu kwa sababu ya kukosa mizizi, hilo neno, changamoto zinapotokea na shughuli za dunia na kadhalika zinapotokea, na kulipima hilo neno la Mungu lilo ndani yako, je, unajikwaa na kurudi nyuma tena kwenye maisha yako ya zamani? Hilo ni swali. Jibu kanalo mwenyewe. Okay, ngoja tuendelee mbele kidogo. Tazama hiki kitu, tutaenda kidogo kwa kadri Roho Mtakatifu atakapokuwa anatusaidia. Okay, tazama hiki kitu. Tazama hiki kitu, mstari wa 14 sasa. Tunaenda kundi la 4 sasa, kundi la 3 sasa. Kundi la 3, na zilizoanguka penye miba ni wale waliolisikia na katika kuenenda kwao husongwa na shughuli na mali na anasa za maisha, wasiivishe, manake hiyo mbegu isizae. Ngoja nirudie tena. Hawa ambao Yesu anasema hizi mbegu zilizoanguka kwenye miba, wanalipokea neno la Mungu na wao kwa furaha, na linafanya matokeo kwa muda. Na nini kinatokea? Kwa nini ili neno linazima? Kwa nini huu moto unazima ambao huyu mtu ameupokea kwa furaha? Nini kinasababisha huu moto uzime? Biblia inasema kwa sababu ya shughuli za dunia na mali zinamsonga huyu mtu na anasa za dunia. Na zitakapomsonga huyu mtu, nini kinatokea? Kwa sababu mali na anasa za dunia na shughuli za dunia zinalisonga lile neno, linasonga ule moto, nini kinatokea? Kwa ule moto ndani yake unaanza kuzima. Ule moto unaanza kupoa taratibu. Unaanza kupoa taratibu. Na mwisho huo moto hauzai matunda tena. Je, upo kundi gani? Je, wewe ni mmoja wale ambao walioanguka kwenye miba? Au ni mbegu ambayo imeanguka kando ya njia? Au ni wale ambao wameanguka kwenye mwamba? Je, wameanguka wapi? Lazima kuna sehemu hupo. Okay, ngoja tuendelee mstari wa 15 wa mwisho, kundi la 4. Na zile penye udongo mzuri, zilizoanguka kwenye udongo mzuri, ndio wale ambao kwa unyoofu na wema wa mioyo yao hulisikia neno na kulishika, huzaa matunda kwa uvumilivu. Tazama hicho kitu. Sasa hawa wanalisikia neno, linakaa ndani yao, wanalishika. Biblia inasema na huzaa matunda. Huyu ameandika vizuri zaidi kuliko Mathayo. Amesema huzaa matunda kwa uvumilivu, manake wanavumilia katika kila hali, ili moto ile neno lililo ndani yao lisilikazima, ule moto usije ukapoa ndani yao. Unaweza kuelewa hicho kitu? Haleluya, haleluya. Mpige Bwana Yesu makofi. Wakati mwingine Roho Mtakatifu anapokuwa anaachilia vitu kama hivi, unampigia Bwana Yesu makofi kidogo, kwa sababu anatutengeneza ndani mioyo yetu na kutufanya upya. Kwa
hivyo anasa na vitu vya dunia kazi yake ni moja, ni kuiba muda wetu. Ndio maana nilikuwa mahali fulani nikawaambia jambo moja. Nikasema hivi, tatizo, kila mtu hapa duniani anatamani kuishi maisha marefu. Kila mtu hapa duniani anatamani kuishi maisha marefu. Narudia tena. Kila mtu duniani anatamani kuishi maisha marefu. Tatizo sio kuishi maisha marefu. Tatizo ni kila dakika moja ambao Mungu wa mbinguni anakupatia, unaitumiaje? Narudia tena. Tatizo sio kuishi maisha marefu hapa duniani. Tatizo ni kila dakika moja ambao Mungu wa mbinguni amekupatia, unaitumiaje? Metusela aliishi miaka 969. Ndio mtu aliyeishi maisha marefu duniani. Lakini historia yake iliandikwa kidogo tu. Metusela alizaliwa, akaishi miaka 969, akafa, historia yake ikaisha. Lakini Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai aliishi miaka 33, lakini historia yake imebadilisha dunia hii. Issue sio umeishi miaka mingapi hapa duniani. Issue ni kila dakika moja ambao Mungu wa mbinguni amekupatia, unaitumiaje? Unapokuwa kwenye maombi yako, mwambie Bwana Yesu, Bwana Yesu, ninaomba neema ya kuitumia vizuri kila dakika ambao unanipatia kwenye maisha yangu. Kila siku unapoamka, ukiwa umepiga magoti chumbani kwako, nyosha mikono yako juu na mwambie Bwana Yesu, Bwana Yesu, ninaomba neema ya kuitumia kila sekunde vizuri ambao umenipatia. Kila siku asubuhi unapoamka, mwambie Bwana Yesu, ninaomba neema ya kutumia muda vizuri ambao Bwana Yesu umenipatia. Kwa sababu unaweza kaishi miaka 60, ukaishi miaka 70, 80, 90, 100, hata Bwana Yesu akakuongeza kama alivyomuongeza Ezekia, kama tulivyosoma katika Isaya 38, na bado usifanye kitu chochote na usiache legacy yoyote. Kwa tatizo sio kuishi maisha marefu. Tatizo ni kila dakika moja ambayo Mungu wa mbinguni anakupatia, unaitumiaje? Weka mkono wako kulia kwenye moyo wako. Sema, Bwana Yesu, kila dakika ambao umenipatia, ninaomba neema ya kuitumia vizuri. Kila dakika ambao umenipatia ya kuhudhuria kwenye ibada, naomba neema ya kuitumia vizuri. Kila dakika ambao Mungu umenipatia ya kuhudhuria maombi, kuitumia vizuri. Katika jina la Yesu, amen. Kwa sababu kila sekunde ambao Mungu wa mbinguni anatupatia, it's a privilege. It's a privilege. It's a privilege. Miaka kadhaa iliyopita nilienda hospitali Muhimbili. Kuna mgonjwa nilienda kumuombea, alikuwa anaumwa. Ni mtumishi wa Mungu. Na nilipofika hospitali, kipindi namuombea, akaniambia jambo moja tu. Akaniambia, mtumishi wa Mungu, niombee nipone. Lakini namwahidi Mungu kitu kimoja tu. Maisha yangu na muda Mungu ambao alinipatia hapa duniani sikutumia vizuri. Namwahidi Mungu wa mbinguni, nikipona, nikiamka hapa kitandani, nitahubiri kama ambavyo sijawahi kuhubiri. Nitaombea wagonjwa kama ambavyo sijawahi kuombea. Ninachohitaji tu ni Mungu anipe nafasi ya pili, niamke hapa kitandani nikaifanye kazi yake. Moyoni mwangu nikajiuliza, ni miaka mingi ambayo Mungu wa mbinguni alikupatia, lakini ulitumia vibaya. Je, Mungu akikupa nafasi nyingine ya pili, akikuongeza mwezi mwingine wa pili, akikuongeza mwaka mwingine, akuongeza miaka 5, miaka 10, 15, huo muda, hiyo miaka 5 atakao Mungu wa mbinguni atakaye kuongeza, utaitumiaje? Mungu wa mbinguni atusaidie katika muda ambao Mungu wa mbinguni ametupa tuishi hapa duniani, tukafanye kitu katika ufalme wake. Hata siku tukiondoka, tuache alama katika ufalme wa Mungu. Sio kuacha alama duniani, bali kuacha alama katika ufalme wa Mungu. Fulani alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Fulani katika huduma hii alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Fulani katika familia alimtumikia Mungu. Fulani katika ukoo alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Unanitazama nyumbani kwako au unanisikiza kwenye radio yako, na hujampokea Bwana Yesu kwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na unasema, mtumishi, nimelisikia neno la Mungu na niko tayari kumpokea Bwana Yesu kwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Sasa mtumishi, niko tayari, nimesikia neno la Bwana,
Nataka niko tayari kumpokea Bwana Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Weka mkono wako kulia kwenye moyo wako, tuombe sala hii ya toba pamoja na wewe. Sema, Bwana Yesu, niko mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Nimekutenda dhambi wewe peke yako. Ninaomba unisamehe dhambi zangu zote. Unitakase na kuniosha kwa damu yako. Niwe safi kabisa. Nioshe Bwana Yesu. Nitakase Mungu wangu. Unifanye upya Bwana. Ondoa hofu ndani yangu. Ondoa mashaka ndani yangu. Ondoa kujihukumu ndani yangu. Ondoa kujilaumu ndani yangu. Unipe amani. Unipe furaha. Bwana Yesu, ninaomba neema ya kushinda dhambi. Bwana Yesu, ninaomba neema ya kushinda vishawishi na dhambi zinishinde tena. Katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Amen. Mungu wa mbinguni akubariki ambaye umempokea Bwana Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Na utatuandikia kwenye namba inapita kwenye screen yako, andika mtumishi nimempokea Bwana Yesu leo. Na sisi tutakutumia mwongozo kadhaa ambao utakusaidia katika safari yako kwenda mbinguni. Na unatusikiza kwenye radio yako, hiyo namba unakutajia hapo, tuandikie tu mtumishi nimempokea Bwana Yesu leo. Na sisi tutakutumia mwongozo kadhaa utakaokusaidia katika safari yako ya kwenda mbinguni. Kwa hiyo Mungu wa mbinguni awabariki kwa kuwa pamoja na sisi toka tumeanza mpaka sasa tunamaliza. Mungu wa mbinguni awabariki, na tutaendelea sasa sehemu ya 3 ya somo hili. Na hatujafika hata robo ya sehemu ambayo nilikuwa nataka kufika. Kwa sababu hivyo vitu ambavyo vinasababisha kuzima moto wa Roho Mtakatifu nitaka tumalize, lakini hatuweza kufika pale ambapo tungetakiwa tufike. Kwa nadhani tutamalizia kwenye sehemu ya 3 sasa. Lakini hivyo vitu ambavyo sijajua kama tutaweza kufika huko hiyo sehemu ya 3, lakini Roho Mtakatifu atakapotusaidia. Kwa hiyo Mungu wa mbinguni akubariki, usikose sehemu ya 3 ya somo letu. Ubarikiwe sana. Amen. Yesu nakupenda umali yangu, anasala dhambi sitaki kwangu, na Mwokozi aliyeniokoa sasa nakupenda. Yesu nakupenda umali yangu, anasala dhambi sitaki